Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, natumaini umeamka salama kabisa. Watu wasiopungua 42 wamefariki dunia huku wengine 49 wakijeruhiwa vibaya baada ya basi walilokuwa wakisafiria kupoteza mwelekeo na kutumbukia kwenye korongo lenye mteremko mkali katika eneo la milima kaskazini mwa Afrika Kusini. Taarifa za mamlaka zinasema ajali hiyo imetokea majira ya saa 12 jioni siku ya Jumapili katika barabara kuu ya N1 karibu na mji wa Louis Trichardt, takriban kilomita 400 kaskazini mwa mji mkuu Pretoria. Kwa mujibu wa Wizara ya Usafiri, waliofariki dunia ni pamoja na watoto 7, wanaume 17 na wanawake 18. Aidha, watu 6 wameripotiwa kuwa katika hali mahututi huku wengine 31 wakiwa na majeraha makubwa. Mtoto mmoja alijeruhiwa vibaya zaidi alisafirishwa kwenye helikopta kwenda hospitali kwa matibabu maalum. Picha zilizotolewa na vyombo vya serikali zilionyesha basi la rangi ya blue likiwa limepinduka liko chali ndani ya korongo, huku vikosi vya uokoaji vikiendelea kufanya jitihada za kuwatafuta manusura. Serikali ya mkoa wa Limpopo imesema kazi za uokoaji ziliendelea hadi usiku wa manane. Basi hilo lilikuwa likielekea Zimbabwe likibeba raia wa Zimbabwe na Malawi waliokuwa wakisafiri kurejea makwao. Hata hivyo, chanzo cha ajali hiyo bado hakijabainika. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametuma salamu za rambirambi kwa familia za marehemu na kwa mataifa ya Zimbabwe na Malawi kufuatia msiba huo mkubwa. Huzuni hii imeongezeka zaidi kutokana na ukweli kwamba ajali hii imetokea wakati huu wa mwezi wa usafiri ambao tunatoa wito wa kuimarisha usalama barabarani, alisema Ramaphosa katika taarifa yake. Ajali hii imekuja takriban mwaka mmoja tangu ajali nyingine mbaya kutokea katika mkoa huo wa Limpopo ambapo watu 45 walifariki dunia baada ya basi lililokuwa likibeba raia wa Botswana kutumbukia kwenye korongo. Msichana wa miaka 8 pekee ndiye aliyenusurika katika ajali hiyo ya mwaka jana. Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Amen.